anapotupa. Ni ngumu, lakini tukiweza kufanya hivyo tunapokea mazito kwa imani, na mambo yakipokewa kwa imani yanaleta uvumilivu na amani. Raha ya milele umpe Bwana, mwanga wa milele umwangazie. Pumzike kwa amani. Amina. Makiwa wanafamilia na makiwani sisi sote. Raha ya milele umpe Bwana, mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Kristu alipokuja duniani alisema, nimekuja kutumikia na sio kutumikiwa. Kwa neema ya Mungu, mpendwa wetu na muumini mwenzetu, kwa matendo yake ametuambia na ataendelea kutuambia, mimi Jenista nimekuja duniani kutumikia na sio kutumikiwa. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mimi naitwa Padre Frederick Swai wa shirika la Wasalesiani wa Don Bosco. Nafanya kazi Don Bosco Technical Trading College, kiko hapa Miyuji. Kama Father Msofe alivyosema, nimeshirikiana naye akiwa waziri katika kutoa technical skills kwa vijana. Basi tukaona pia tunabudi kuja kushiriki kusali kwa ajili yake. Lakini baada ya kusema hayo, tunapompa Mheshimiwa Rais na uongozi wa juu wa nchi hii pole, ningefocus zaidi kwa familia. Ya mwezi wa 10 nilisoma katika kuandaa mahubiri, nisema kwamba naweza kumshukuru Mungu hata katika kifo. Katika nchi moja, mtu aliyekuwa ngazi ya waziri mkuu, kulikuwa na vita na magonjwa. Kwa hiyo baada ya kuzika wale waliokuwa wamekufa kwa sababu ya vita na magonjwa, akasema sasa tunaweza kumshukuru Mungu. Na maneno hayo ilibidi yawe na maana kwangu wiki chache baadaye, baada ya wakati mama yangu aliyofariki mwezi wa 10, kwamba tunaweza kumshukuru Mungu hata katika kifo. Na tunapomshukuru, mtazamo wetu wa maisha utabadilika. Basi na nyie mkishazika, naweza mkasema na sasa tunaweza kumshukuru Mungu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Padre Dr. Xavier Kazimoto Komba kutoka parokia ya Peramio, na kwa sasa nipo hapa jimbo la Dodoma katika parokia ya Nkuhungu. Jenista ni mama yangu na mimi ni padre niliyochaguliwa kifamilia. Kwa hiyo nipo na Jenista toka mwaka 99. Kwa mengi yaliyosemwa yote, hakuna tunachomdai Jenista. Hakuna tunachomdai Jenista na wala tunachomdai Mungu.
Mungu aliyoyataka kufanyika kwa Mama Jenista ameyafanya, na ameyafanya kwa maneno na vitendo. Jenista tungeweza kusema kwa Kilatini yeye ni factotum, maana yake anafanya kila kazi. Ukimweka kazi yoyote yuko, atapata maksi 100. Kwenye imani atapata maksi 100. Hata sisi mapadri hatuwezi kumfikia, na sisi tupo hapa mbele, tunajua, tunajijua. Kwenye siasa, kila mahali ana maksi zote. Yeye amekuwa mshauri wangu na mlezi wangu katika kila ninachokifanya. Katika mazungumzo yake amekuwa anapenda kila mtu bila kujali umri wake, elimu yake, dini yake. Alikuwa anawapenda watu wote. Yeye alikuwa anaipenda serikali na nchi ya Tanzania vizuri sana. Huwezi kumwambia chochote kuhusu wala serikali wala dini wala nini, na maneno yake yalikuwa ni amani, amani, amani. Kwa hiyo yote tunamwachia Mungu. Sisi hatuna cha kusema, hatuna tunachokiweza. Tunamwachia Mungu ambaye ndiye aliyeanzisha mambo mema, na basi amemaliza yeye mwenyewe. Hata tukijidai sisi tunataka kumwiga Jenista, hatutaweza. Yeye ameondoka na mambo yake, ila sisi ametuachia kitabu cha kusoma na cha kujua nini tunatakiwa kufanya katika imani, katika mahusiano, katika amani, katika siasa na kila kitu. Yeye amekuwa ni mlezi wangu wa chuo tunachoanzisha hapo parokia ya Mkuungu, kinaitwa Chuo cha Sayansi ya Makabila, ambacho kinaangalia zaidi masuala yale yanayohusu mila na desturi za makabila yote Tanzania, na hasa Tanzania tunasema tuna utani. Je, wewe una utani na mtu, una mikataba ya utani? Kwa hiyo chuo ndio kimekuwa kinashughulikia utafiti wa kujua undani wa hayo mahusiano. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Astarehe kwa amani. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante sana mababa kwa salamu hizo. Sasa nialike mwakilishi wa kamati tendaji ambaye atatupa salamu za parokia kwa niaba ya waumini wote wa parokia yetu, kwa familia, lakini pia ataweza kukabidhi ratiba kwa wahusika. Basi mimi langu la mwisho ni kwamba naomba waumini wote mtusaidie mababa kuandika mahubiri yenu siku utakayokufa, tusije tukaandika mahubiri yetu. Mkiishi maisha ya imani kama Jenista, kwa kununua vitambaa, kwa kuishi imani yenu vizuri, mahubiri yetu inakuwa rahisi, hatutaenda nje na hatutakuwa na matatizo baada ya mahubiri. Tumsifu Yesu Kristo. Baba, tunakuahidi tutayaandika mahubiri kwa maisha yetu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Kwa niaba ya halmashauri ya walei parokia ya Kiwanja cha Ndege na kwa niaba ya parokia nzima ya Kiwanja cha Ndege na waamini wote ambayo mama yetu, dada yetu, ndugu yetu Jenista Mhagama alikuwa mwanaparokia, tunawapa pole familia, watoto wa marehemu. Tunawapa pole sana. Tunajua ni magumu, ni machungu, lakini tunawasindikiza na neno la Mungu, ambapo Yesu mwenyewe alipoambiwa rafiki yake Lazaro amekufa, alipofika alilia kisha akaomba. Tunajua ni magumu, ni machungu, mtalia,
lakini mlie kwa imani na matumaini. Kisha tumwombee mama yetu, Mama Jenista. Mama Jenista ameyasema yote baba paroko, kwa ajili ya muda sitayarudia, lakini wanaparokia wote tutamkumbuka kwa yote hayo aliyoyasema. Tunamwombea Mungu ampe pumziko la amani milele mbinguni. Anakumbukwa na vijana wa parokia, anakumbukwa na utoto mtakatifu wa parokia, anakumbukwa na watumikizi altareni, anakumbukwa na makatekista. Masista wote wanamwombea. Vyama vya kitume Reggio Maria hapo nje walikuwa wananiambia wanaomba wapate fursa ya kusali na kuomba naye. Nikawaambia protokoli za baadaye si zetu, basi wataendelea kumwombea. Vyama vyote vya kitume, marika mbalimbali, WAWATA, UWAKA, wote watamkumbuka Mama Jenista, na wote tunamwombea Mungu ampe pumziko la amani milele mbinguni. Tunachojua na tunachoamini, Jenista yuko mahali pema. Kwa macho yetu sisi wanadamu tuliona. Tunaamini Mungu aonaye ya sirini aliona zaidi, kwa kuwa neno la Mungu linatuambia yanayotutoka nje yanaanzia rohoni. Kwa hiyo haya aliyokuwa akiyafanya tuliyoyashuhudia, kwa kuwa yalianzia rohoni, basi yuko na Mungu. Kama alivyoliombea taifa, tunaamini ataendelea kuliombea huko mbinguni. Alimwombea Mheshimiwa Rais, makamu wa rais, waziri mkuu na viongozi wote wa serikali, na aliombea ustawi wa taifa. Tunaamini ataendelea kufanya hivyo huko mbinguni alipo. Raha ya milele umpe e Bwana, apumzike kwa amani. Basi ninamuomba katibu wetu akabidhi rambirambi kwa niaba ya halmashauri ya walei kwa yeyote mwanafamilia ambaye ameteuliwa. Tumsifu Yesu Kristo. Na baada ya hayo, ninaomba nimkaribishe kiongozi wa itifaki ambaye atatuongoza kwa salamu za serikali, na wataongea hapa hapa. Ruksa wataongelea hapa hapa. Tumsifu Yesu Kristo.